Asanteni sana. Ndugu Dr. Hussein Ali Mwinyi, mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa upande huu wa Zanzibar. Mzee wetu rais mstaafu na makamu mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein na wastaafu wote, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Asha Rose Migiro, wajumbe wa kamati kuu, wajumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, wadhamini wetu wa chama, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mjini, viongozi mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake mliopo nasi hapa, Mama Fatma Karume na wenza wa viongozi mliopo, kundi la Millennium dada zangu, wageni wetu kutoka mataifa mbalimbali vya marafiki, wagombea wetu wa ubunge na ujumbe wa baraza la wawakilishi, wagombea wa nafasi za udiwani kwa Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa viongozi wetu wa dini na wazee wetu wa mkoa Mjini Magharibi, vikundi mbalimbali vya burudani na vikundi vya hamasa mliopo, ndugu wanahabari mlioambatana nasi, ndugu wananchi. CCM oyee! Tanzania Tanzania raha! Zanzibar Zanzibar raha! Kwanza kabisa naomba nami mniruhusu nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kukutana nanyi leo hapa. Ninawashukuru kwa kuwa ni mkutano wangu wa mwisho kwa Zanzibar. Ninawashukuru viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa huu na wilaya hii kwa maandalizi mazuri ya mkutano huu. Asanteni sana. Kubwa zaidi nawashukuru wananchi wote kwa kujitoa kwa wingi na kuja hapa kushiriki mkutano huu. Asanteni sana. Naendelee kuwapongeza viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi kwa namna mlivyoendesha kampeni vizuri sana huko Zanzibar. Tangu uzinduzi tarehe 13 mwezi wa 9, na pongezi nyingi sana kwa Dr. Hussein Mwinyi, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar na mgombea wa nafasi ya rais wa Zanzibar kwa kuendesha kampeni kwa ufanisi mkubwa. Katika vuguvugu hili la kampeni, nami nilipata fursa ya kufanya mikutano mitatu ya kampeni kule Mwehe Makunduchi, kule Nungwi pamoja na Gombani ya Kale kule Pemba. Kote nilikopita nilipata mapokezi makubwa sana na kuona uungwaji mkono mkubwa na wana CCM. Niwashukuru sana viongozi wa chama na wananchi wote kwa ushirikiano mliotupa wakati wa vuguvugu hili la kampeni. Mimi mwenyewe mgombea mwenza Dr. Emmanuel Nchimbi, na pia mmeendelea kumpatia mgombea wa urais wa Zanzibar. Leo nimefurahi kurejea tena hapa Zanzibar ikiwa zimebaki siku chache kuelekea siku ya uchaguzi. Kwa hiyo wale waliokuwa wakisema Oktoba tuna jambo letu, jambo liko uwanjani. Sasa ni kuvaa njuga na kwenda kulitekeleza. Ndugu zangu, hatuna budi sote kushiriki kuwachagua viongozi tunaowataka, na kwa mnasaba wa shughuli hii kuchagua Chama cha Mapinduzi bila kupepesa maneno. Twende tushiriki uchaguzi bila hofu yoyote, kwani vyombo vya ulinzi na usalama vya Tanzania vipo timamu na vipo kazini kuhakikisha usalama wa nchi na raia wake kabla na wakati wa uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Wito wangu kwenu ndugu zangu wananchi ni wote twende tukapige kura. Unajua, toka tumeanza kampeni viwanja ni tele kwa tele, tunakuja kwa wingi sana. Wingi huu hautokuwa na maana kama hatukuutafsiri ndani ya masanduku. Kwenye viwanja tujae, lakini na masanduku yaende akajae. Hivyo wito wangu kwa kila aliyeandikishwa kwenye daftari la kupiga kura
aende akapige kura. Unapotoka mama au baba, hakikisha vijana wako walioandikishwa unatoka nao. Mabalozi wetu wa maeneo, hakikisheni kila aliyeandikishwa kwenye eneo lako amekwenda kupiga kura. Sisi wana CCM hatuna sababu kwa nini tusitoke kwenda kupiga kura. Na ili tufanye hivyo, tambua mapema kituo chako cha kura, nenda kahakiki kituo chako, jina lako na wapi umepangiwa kupiga kura, ili siku ikifika ni moja kwa moja kwenda kupiga kura. Ndugu zangu, serikali za Chama cha Mapinduzi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya Zanzibar, zinathamini sana utekelezaji wa ahadi zinazotolewa na chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Tukifanya tathmini ya utekelezaji wa ilani ya 20 mpaka 25, kazi kubwa sana imefanyika, nanyi ni mashahidi. Leo mimi nilipoingia hapa, nilikwenda moja kwa moja nyumbani kwetu Mwanakwerekwe. Sikuamini nilichokiona mbele ya macho yangu. Daraja lile la barabara kubwa. Nikaa nampongeza dokta hapa, akanambia hujaliona pia la Amani. Kwa hiyo mambo ni makubwa yamefanyika, ndugu zangu. Lakini niseme pia kwamba kwa ilani tunayoipigia mnada sasa hivi, tunayoizungumzia ya 25 hadi 30, mambo mengi nayo yanakwenda kufanyika na mambo makubwa zaidi. Niwaahidi na niwahakikishie kuwa kitupa ridhaa katika uchaguzi mkuu, na hamna sababu kwa nini msitupe ridhaa. Tutaendelea kushirikiana kwa karibu kufanikisha yale yote yaliyoagizwa na ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Nitumie fursa hii kuyagusia machache sana. La kwanza, swala la muungano wetu ambalo limesemwa vizuri hapa. Niwahakikishie tunakwenda kuulinda kwa nguvu zote muungano wetu, kwani ni muungano wenye faida kwa pande zote. Muungano huu una faida kwa Zanzibar, una faida kwa bara, tunategemeana. Kwa hiyo tunakwenda kuulinda kwa nguvu zote. Lakini niseme pia kwamba swala la pili utakalokwenda kulilinda kwa nguvu zote au kulifanyia kazi kwa nguvu zote ni maendeleo jumuishi, maendeleo yanayomchukua kila mtu, kila Mtanzania kwenda naye. Na katika eneo hili tutakwenda kufanya kazi kwa pamoja kuhakikisha huduma za jamii, chakula, maji, elimu, afya na umeme unamfikia kila mtu. Natambua kwa sasa tuna changamoto kidogo ya umeme hapa Zanzibar, lakini ndugu zangu, nataka niwahakikishie mimi na Dr. Mwinyi tumesimama imara kumaliza kadhia hii. Si muda mrefu Zanzibar itakuwa na umeme wa uhakika masaa 24 wiki yote. Kwa hiyo hilo nataka niwahakikishie. Swala la pili ambaye tunataka niwaambie ni uwezeshaji wananchi kiuchumi, mitaji na fursa za ajira, fursa za kufanya biashara, fursa za kujiajiri. Huko nako tunakwenda kuweka nguvu kubwa ili tuwawezeshe vijana wetu waweze kujiajiri, waweze kuajiriwa, lakini kubwa zaidi
waweze kuendesha maisha yao. CCM oye! Nani kama CCM? Swala jingine ambalo nataka nilizungumze hapa ni kukuza uchumi mkubwa. Pande zetu mbili za muungano, serikali zetu mbili, tunafanya kazi kwa pamoja kukuza uchumi wetu mkubwa, uchumi ule wa nchi. Na katika hili tumefanya kazi kuhakikisha vichocheo vya uchumi huu tumeviimarisha. Vichocheo hivi ni vipi? Ni usafiri na usafirishaji wa watu na bidhaa kwa njia zote, kwa njia za majini, mabarabara, anga, kote tumehakikisha tunaimarisha na tutaendelea kuimarisha. Sababu tukirahisisha usafiri, tunarahisisha biashara, tunarahisisha shughuli za kiuchumi za wananchi wetu. Lakini swala jingine kama nilivyosema, nishati. Nishati ni kichocheo cha maendeleo kwenye viwanda, kwenye utalii na mambo yote, nayo tunakwenda kuifanyia kazi. Swala jingine ambalo tutakwenda kulifanyia kazi kwa pamoja ni sekta ya uzalishaji au sekta za uzalishaji. Na kwa hapa Zanzibar, sekta za uchumi wa buluu, sekta ya utalii, viwanda na kilimo, tumesema tunakwenda kuyavalia njuga. Haya tuhakikishe tunakwenda kuyafanya vizuri. Kwa utalii kwa mfano, kule Tanzania bara tumesema miaka 5 ijayo tunataka tuwe na watalii milioni 8 wa ndani na nje ya nchi. Na kwa huko Zanzibar wao wanasema milioni 1, lakini milioni 1 wanahesabu wa nje peke yao, hawajaweka wale wa ndani watakaotoka bara kuja kutembea huku. Hao wanawachukulia ni Watanzania na hawawahesabu kama watalii. Lakini kule bara ukitoka Dar es Salaam umekwenda Mikumi, we ni mtalii na tunakuweka kwenye hesabu. Kwa hizo ndio sekta za kiuchumi ambazo tunakwenda kuzikalia kidete ili tujenge uchumi mkubwa. Na nataka niwaambie kwenye swala la uchumi tumefanya vizuri sana. Tulipomaliza mashaka ya COVID wakati ule, uchumi wetu ulianguka sana mpaka 4%. Lakini Zanzibar, pongezi zenu, mmeweza kukua mwaka huu, mko 7%. Ile tulokuwa tukikua kule nyuma kabla COVID. Na kwa upande wa bara mwaka huu tuko 6%, na tunatarajia mwakani, miaka 2 ijayo, tutakuwa tumerudi kwenye 7%. Zanzibar oye! CCM oye! Ndugu zangu, kwenye swala la uchumi wa buluu kuna swala la mafuta, tuseme na gesi, lakini sana kwa Zanzibar mafuta, lakini uvuvi wa bahari kuu. Hayo pia ni maeneo ambayo yanatupa mwanga huko mbele kwa ajira za vijana wetu. Kwa ni maeneo tutakayokwenda kuyafanyia kazi kwa bidii kubwa. Kwa upande wa utawala bora, ndugu zangu, kwenye ilani yetu tumeahidi kuwa na katiba mpya katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Ni mambo ambayo wenzetu vyama vya upinzani wamekuwa wakiyapigia kelele muda mrefu, lakini hata wengine ndani ya chama chetu wamekuwa wakilisemea swala hili. Tumesema miaka 5 ijayo tunakwenda kujenga mazingira bora, mazingira ya utawala bora, mazingira ya utawala wa sheria. Tunakwenda kuwa na katiba mpya, ndugu zangu. Hiyo ndio ilani yetu inavyosema. CCM oye! Jambo jingine nalotaka kuligusia hapa ni ulinzi na usalama wa nchi na raia zake. Kama nilivyosema, ndugu zangu, hapa hatuna tatizo. Tumeweza toka tulipofanya mapinduzi, tumeweza toka tupopata uhuru wa Tanzania bara, tumeweza kuipeleka nchi vizuri kwa salama na amani.